Ni kweli kumekuwa na matukio ya hivi karibuni ya kuibiwa kwa transformer zetu. Ni jambo la aibu na jambo la kusikitisha kwamba miundombinu hii ya umeme hususan transformer inagharimu pesa nyingi. Transformer iliyoibiwa Uroa inagharimu shilingi milioni 23. Lakini wezi walioiba transformer Uroa wanataka kitu kidogo tu, ni shaba iliyokuwa ndani ya transformer. Wameiangusha transformer, wakafungua transformer, wakatoa shaba. Shaba ile hata ukiyayusha hupati hata robo kilo. Kwa bei ya sasa ya soko kwenye mali chakavu, shaba ya robo kilo haizidi hata shilingi 200,000. Kwa hiyo unakuta mtu ameharibu transformer milioni 23 kwa kupata shilingi 200,000. Sasa hii ni jambo la aibu kwa kweli na linarudisha nyuma. Kama nilivyosema awali kwamba umeme si wanasa tena, umeme ni huduma ya lazima. Kuondoka kwa transformer ile kwa siku karibu 3 sasa kumekwaza maisha ya watu wengi sana katika eneo la Uroa. Watu wengi sasa hivi wamejiajiri kutumia umeme huu. Mfano, watu wengi wa Uroa hasa wale ambao hawana ajira rasmi wamenunua mafriza, wananunua samaki, wanaweka samaki wao kwenye mafriza, then ikifikia kiwango kikubwa wanaleta mjini au wanapeleka kwenye masoko mengine. Sasa siku 3 mtu huyu hana umeme. Kwa ina maana umemtia hasara. Samaki wake alionunua wameharibika. Kwa hiyo ni jambo la fedheha kwa kweli. Nitoe wito kwa wananchi kuwa vigilant na kuhakikisha kwamba watu wote au kama kutakuwa na mazingira ya utatanishi karibu na transformer, basi watoe taarifa hizo katika kituo cha polisi kilicho karibu nao. Lakini sisi kama shirika la umeme vile tumeanza kuchukua jitihada nyingine kwamba sasa tunaanza kuzifunga zile transformer kwa kutumia teknolojia maalum ambayo itawapa taabu wale wezi kuzifungua zile transformer na kuziangusha.